Jibu ya pingamizi ya kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Antipas Lissu ni Jumatatu hii Septemba 15 saa 3 asubuhi. Kama unavyojua, Tundu Antipas Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini na ilikuwa inaendelea hapa Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam. Na kama unavyojua, Tundu Lissu mapingamizi yake anadai committal proceeding haikufuatwa, process nzima ya yeye kukamatwa, kupelekwa mahakama ya Kisutu na mpaka kuletwa Mahakama Kuu. Anasema haikuwa utaratibu unavyotakiwa. Sasa ameomba mahakama imwachie huru, na msingi wa mawasilisho yake ni kwamba mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam maarufu ya pale Kisutu, yale yote ambayo aliyafanya kuanzia tarehe 10 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 hadi tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 yalikuwa ni batili. Yeye kupelekwa pale katika mahakama hiyo na jamhuri kumpeleka pale wakati imemshika katika wilaya ya Mbinga mkoa wa Ruvuma tarehe 9 ile ya mwezi wa 4 ilikuwa ni makosa. Sheria iko wazi kabisa kwamba mahakama ya ukabidhi inatakiwa ni ile ambayo mshtakiwa alipokuwa ameshikwa. Unapokuwa umekamatwa katika wilaya fulani na kuna mahakama ya ukabidhi, kwamba ile mahakama haina mamlaka ya kuweza kusikiliza kesi ile kwa ukamilifu wake, inayofanya majukumu ya ukabidhi ni mahakama ya pale ambako mtu amekamatwa na si katika mahakama ambako unafikiria kwamba kosa lilitendeka. Sasa mwenyekiti Tundu Lissu ameweza kuonyesha kabisa kwa marejeo ya sheria na maamuzi ya Mahakama Kuu na mahakama ya rufaa ambayo yameweza kuonyesha kabisa kwamba hilo ni swala ambalo halina ubishi. Limeweza kuwasilishwa pale na kuonyesha kwamba yale yote ambayo yalifanywa chini ya hakimu mfawidhi Kiswaga na yale aliyoleta hapa yote yalikuwa ni batili. Hiyo ndio hoja yake. Na ameweza kuonyesha kabisa kwamba majibu ya mawakili wa serikali katika hoja hizo yalikuwa kwa sehemu kubwa yanaunga mkono hoja yake. Na baada ya hapo ameomba kwamba sasa mahakama hii kwa kutumia mamlaka yake iweze kutamka kwamba yote yalifanyika kule yalikuwa ni batili na madhali ni batili, kushikwa kwake kulikuwa ni batili, na kwa kuwa hapakuwa na kosa lolote kule Mbinga na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu haina mamlaka hayo, yeye basi aachwe huru aweze kurudi nyumbani kwake na kuweza kuendelea na maisha yake. Kwa hiyo angalau kesi hii najua kwamba itakuwa imetibu makosa mengi sana ambayo yanafanywa na waendesha mashtaka wa serikali kuhusiana na kesi za namna hiyo. Wanashika watu sehemu moja alafu wanaenda kuwapeleka sehemu nyingine wakitumia hata vifungo ambavyo sio vya vistahili vya sheria, wakitumia kesi ya ile sheria za mahakama za mahakimu wa kazi ambayo si sawa sawa. Lakini tunaiachia mahakama iweze kutoa uamuzi. Mahakama imesema itatoa uamuzi siku ya Jumatatu, maana yake hiyo tarehe 15 saa 3 asubuhi. Kwa hiyo ni kwamba kazi kubwa imefanyika. Mwenyekiti kaweza kuonyesha kwa umakini kabisa na kuweza kuisaidia kuweza kuwasilisha hoja nzito sana kama majaji wa Mahakama Kuu. Basi majaji hao wamesema kwamba wanaomba wapewe muda waweze kustafakari hoja za pande zote mbili na mwisho wa siku wafanye maamuzi yao saa 3 asubuhi siku ya tarehe 15 mwezi Septemba 2025. Asante.